الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Jana tulikamilisha katika kuelezea fiqhu saum. Si kwamba ndio yote yale maelezo tuliyoyaelezea ndio fiqhu saum, lakini tumeelezea baadhi ya mambo ili kutoka ujingani na kuyajua na kupata kuelimika nayo. Lakini kuna masaili mengi hatujayagusa wala kuingia kuyaelezea katika masala yanayofungamana na ibada ya saumu. Leo insha Allahu taala tutaingia kuelezea mlango unaofungamana na kujilazimisha kwako kukaa msikitini kwa nia ya i'tikafu, uketi i'tikafu msikitini. Hili ni jambo lenye faida kubwa sana katika kujihifadhi. Unahifadhika unapokuwa ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Moyo wako unakusukuma na kukushughulisha, kukupeleka kujishughulisha kwenye mambo ya taa, kuleta dhikri, kusoma Qur'ani. Si rahisi moyo wako kukupelekea ukiwa msikitini na kusengenya watu na kufanya mambo ambayo sehemu nyingine unayafanya. Kuna baraka zake za kujifunga kwa namna hii, ikiwa umedhamiria, umetoka nyumbani na kuja kujifunga maalumu kwa njia maalumu, nayo ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kule kujilazimisha kwako kukaa ndani ya nyumba yake. Wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Hapa ni pahali patukufu sana. Hii ni sehemu tofauti na sehemu nyingine. Hii ni nyumba tofauti na nyumba nyinginezo. Kunao malaika huwa wakiakilishwa ila unapoingia msikitini, kazi yake ni kukukaribisha na kukupatia sakina katika moyo wako na kukuombea msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Kuna fadhila nyingi za kujifunga hapa msikitini, lakini hatutoingia kuelezea faida za kuketi misikitini, hali ya kuwa wakati tulionao ni wakati mchache mno na mengi ambayo tunataka kuyafikisha, na kuna mengi ambayo tunataka kuyafikisha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuwafikie. Tosheka kwamba hapa ni pahali ambapo hupatikana nia ya i'tikafu. Nyumba nyingine iwe ya kifahari itakavyokuwa, iwe namna yoyote itakavyokuwa, huwezi ukatia nia ya i'tikafu na ukapata thawabu kwa kukaa kwenye nyumba ile. Uwe nyumbani kwako i'tikafu kama utapata thawabu, lakini kama wataka thawabu kutoka nyumbani kwako uje msikitini, hata kama msikiti una shikli ya gofu, hauna mvuto, hakuna mafeni ndani, kiingia ndani kudhiki, hakuna mazulia, lakini maadamu ni msikiti hapawezi kuwa sawa na nyumba nyingineyo. Mwenyezi Mungu ameitegemeza na kuinasibisha misikiti kuwa ni nyumba yake inayoandaliwa kwa ajili ya kufanya ibada.
Hebu angalia, kila wenye dhiki mara nyingi wakikumbwa na matatizo ukimbilia msikitini. Hata wewe mwenyewe binafsi jaribu kujisoma, kiona saa nyingine nyumbani kumekuwa kama ni muumini wa kweli, maana kama si muumini mzuri ukimbilia baa, na kwenyewe kwaitwa baa. Watafuta salama gani nyingine? Kwenyewe kwaitwa baa kuna salama? Uende huko unywe pombe na uzini, ujifanyie haja bila ya kujua. Sasa huko nguleta stress au ni kuondosha stress? Lakini muumini mzuri anajua pa kukimbilia. Kimbilio la kipekee ni kukimbilia kwa Mwenyezi Mungu, na utaona subhanallah, maadamu umekimbilia kwake Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah hukupokea, hukupa utulivu. Utaona moyo unakwambia kashike mswahafu, ukisoma Qur'ani moyo utanawiri, hautanawiri. Ukileta dhikri, hata ukilala. Lakini watu bado hawajafahamu nyumba ya Mwenyezi Mungu, mpaka ikaitwa ni nyumba ya Mwenyezi Mungu. Basi jua namna ya kuiheshimu nyumba ya Mwenyezi Mungu. Watu msikitini hawachezi kamari. Utaona watu msikitini wakija hujifunga na kukaa kwenye madarasa na kwa mambo mengineyo yanayomridhisha Mwenyezi Mungu. Mbona watu hawafanyi biashara hapa? Hawauzi hapa ndani ya misikiti? Sababu si pahala pake. Misikiti imeandaliwa kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, tuko kwenye 10 la pili, 10 la maghfira. Tuna makosa mengi sana, tuna mapungufu mengi sana. 10 hili ni 10 ambalo wapata maghfira kwa Mwenyezi Mungu kwa njia nyepesi sana, bila kujikalifisha zaidi. Ndio maana hili 10 limehusishwa kwa ajili ya maghfira. Sasa kaifa katika 10 hili wewe ukawa unajishughulisha na maghfira, na ni 10 la maghfira, ukawa wewe katika 10 hili unamuomba Mwenyezi Mungu kwa wingi msamaha, tena na uje msikitini utie nia ya itikafu kwa ajili ya kumuomba Mwenyezi Mungu maghfira, hivi kweli yatasalia madhambi yako na madoa yako ya nyuma? Na kama ukiwa na mashaka ya aina hiyo, basi jua kule kuwa na mashaka ya aina hiyo ni lawama kubwa, lawama kubwa kwa kulaumiwa. 10 la maghfira, kisha unatoka nyumbani unakuja msikitini kujifunga kwa ajili ya itikafu kwa ajili ya maghfira, na unamwomba Mwenyezi Mungu maghfira, kisha bado katika moyo wako na wasiwasi, sijui Mungu amenisamehe au hajanisamehe. Basi wewe hustahili kusamehewa. Njoo ukiwa unajua mimi Mwenyezi Mungu atanisamehe, na hakuna asiyetaka kusamehewa. Ndugu zangu, tuna makosa mengi ya nyuma, maaibu mbalimbali. Sasa ndio chansi hili ndio ofa ya kipekee, ikipita itarudi tena, lakini wewe utaipata tena. Hii ni ofa mpaka Ramadhani ya mwakani utakuwa hai. Hivyo basi tujiandae kutokea na sasa hivi kujifunga misikitini kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha, kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu hidayah, dua, na haja zetu ni nyingi. Tukusudieni kufanya hayo. Kithirisha kutoa, kithirisha, basi utafaidi na mwezi wa Ramadhani, hutopata hasara. Sasa leo insha Allah taala tutaingia kuelezea mlango wa i'tikafu. I'tikafu ni kama tulivyoeleza kisheria, ni kujifunga msikitini, kukaa msikitini kwa mtu mahsusi, si mtu yoyote, kama ambavyo tutakuja kuona kuna watu hawafai kukaa wapi, wakikaa itikafu hawana itikafu yoyote, tena fi makani mahsusi, sehemu iwe ni mahsus, sehemu mahsusi iwe ni msikitini, msikiti tu, si eneo hili hapa ni msikiti, nyuma yake si msikiti, ni eneo la watu wote. La, hapa maadamu hili jengo limekuwa ni la msikiti, ni msikiti peke yake, lisitumike kwa namna nyingine.
Sasa fadhila za kuketi itikafu, wewe kujifunga na kulazimiana kwa nia hiyo msikitini. Mtume sallallahu alaihi wasallam impokewa riwaya kutoka kwake kwamba amesema, man masha fi hajati akhihi, man masha fi hajati akhihi, yoyote mwenye kujibidiisha kwenda kwa juhudi kumsaidia ndugu yake, kumtatulia haja yake, akamfanyia bidii mpaka ile haja yake ikafanyaje, ikatimia. Mtume sallam asema, kana khairan lahu, basi ni bora kwake yeye, min i'tikafi 10 sinin, kuliko kukaa i'tikafu miaka 10. Si siku 10, miaka 10 wewe uko ndani ya msikiti, ukamfanyia bidii ndugu yako Muislamu, uko kwenye tatizo fulani. Je, ikiwa na matatizo na yote wewe ukaenda ukamtatulia, ukamwendea mbio, man mashani kwenda haraka kijuhudi, ukajituma ukamwendea mbio kwa jambo hili mpaka akafanikiwa, usichoke mpaka ukahakikisha ile haja yake imetimia, basi ni bora kushinda kuketi itikafu miaka 10. Sasa unaweza kuona basi kuketi itikafu ni jambo dogo. Si jambo dogo. Ikiwa hilo jambo la kumsaidia limekuwa jambo kubwa kiasi hicho, na jambo la itikafu kama nalo litakuwa kubwa, basi wewe sasa jua namna ya kuyakusanya mambo yote haya mawili. Sasa faida kuketi itikafu nayo kwani ni ndogo? Mpaka iwe ukienda kumsaidia muumini ndugu yako mpaka ile haja yake ikatatuliwa, basi ni bora kuliko kuketi itikafu tena miaka 10. Na kuketi itikafu kwani kuna thawabu gani? Kisha Mtume akasema, waman atakafa yauman, siku moja tu. Wewe ukaenda ukaketi nini? Itikafu. Yoyote mwenye kuketi itikafu siku moja, ibtighaa wajhillahi azza wa jalla, amekuja kujifunga kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ajili ya jambo lingine lolote, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ja'ala Allahu bainahu wa baina an-nari 3 hanadiq, Mwenyezi Mungu humweka mbali yeye na moto 3 hanadiq, kwa vizuizi vitatu au kwa mashimo matatu. Hanadiq ni yale mashimo marefu yale makubwa yale, lakini hapa ni vizuizi vitatu. Hivyo vizuizi vitatu, kumbuka kizuizi cha kwanza wewe huwezi kupita mpaka kiondoshwe, lakini hakiondoki. Umekiwa cha kwanza na cha pili cha tatu, unaweza kupita tena hapo. Sasa Mwenyezi Mungu hujalia baina yake yeye na moto wa Jahannam, anajalia kuwa ni kizuizi baina yake na moto wa vizuizi vitatu, si kimoja peke yake, vitatu. Kullu khandakin, kila shimo, ab'adu mimma baina al-khafiqaini, lina urefu au umbali wa mashariki na magharibi. Nani aliyemaliza mashariki? Ni nani aliyemaliza magharibi? Unaweza kuimaliza mashariki? Nani aliyetembea mpaka mwisho wa mashariki au magharibi? Sasa hii ina maana kwamba huyu mtu aliyekaa siku moja tu akanuia kukaa kajifunga siku nzima kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu humweka mbali urefu wa mashariki na magharibi. Ifanye mara 3, mashariki na magharibi. Hii ni kuonyesha kwamba huyu si katika watu wa motoni. Ndugu zangu, je, ukaweza ukajifunga katika 10 hili au 10 la mwisho ambalo ndio limekokotezwa zaidi watu kuketi itikafu, ukajiweka siku 2, ukajiweka siku 3, wewe Mwenyezi Mungu atakuweka mbali, atakuepusha na moto kiasi gani? Kisha katika riwaya nyingine iliyopokewa na Imamu al-Baihaqi yasema, man i'takafa 10 fi Ramadhan, mwenye kuketi masiku 10 tu katika mwezi wa Ramadhani, kana kahajjataini wa umrataini, basi huyu itakuwa ni kama aliyehiji hija 2 na aliyefanya umra 2, tena zote katika mwezi wa Ramadhani. Hija 2 si moja,
na umra 2, si moja, kwa jumla zimekuwa 4. Ndugu yangu, ni thawabu ngapi ambazo utakuwa umeandikiwa wewe? Mbali na hilo, kuna unapoepushwa na moto, kuwekwa mbali kabisa na moto. Ni jambo la kudharauliwa kama hili? Ni jambo ambalo tutakana tujikaze kuanzia sasa hivi na tuwahimize na wengine, na Mtume ndivyo alivyokuwa akifanya, akiwahimiza watu wake, tena hususan katika 10 la mwisho. Kwa hivyo tujiandaeni kuanzia sasa hivi kujiweka katika itikafu, tuzoee ikifika 10 la mwisho basi tuwe tumeingiliana vizuri. 10 la mwisho ni 10 ambalo watakana ujifunge sana katika itikafu. Kukaa itikafu kuna ahkamu 4. Ya kwanza, wajib. Wakati gani ni wajib kukaa itikafu? Idha nadharahu, ikiwa mtu aliweka nadhiri ya kuketi itikafu, basi inakuwa ni wajib kwake yeye kuketi itikafu. Ikiwa mtu mathalan aliweka nadhiri kukaa masaa 6 itikafu, basi lazima kae masaa 6 itikafu. Siku moja kamili, basi siku moja kamili. Ukiweka nadhiri inakuwa ni wajib kule kukaa itikafu. Yenyewe asili ni sunna kuketi itikafu. Ndio hukumu ya pili, mandhub. Asili ni sunna kukaa itikafu, na katika Ramadhani katika 10 la mwisho imekokotezwa zaidi, inakuwa ni sunna muakkada zaidi. Kisha hukumu ya tatu, makruh. Ni wakati gani kuketi itikafu inakuwa ni makruh? Ni makruh kuketi itikafu mwanamke wa idhni ya mumewe, ikiwa mwanamke huyo ni katika wanawake wenye mapambo, tena pamoja na kuaminika fitna. Idhni ya mume amemruhusu, lakini yule mke anaenda msikitini akiwa amefanyaje? Amejipamba, tena na hakuna fitna yoyote, ni salama salimini, hiyo ni makruh. Sasa hiyo ni hukumu ya 4. Ya tatu, ya 4 ni haramu. Wakati gani ni haramu kukaa itikafu? Haramu kuna sampuli 2 kama tulivyoeleza kule kwenye saumu. Kuna haramu maa siha, haramu pamoja na kusihi itikafu. Kisha kuna haramu pamoja na kutosihi itikafu. Haramu maa siha ni ipi? Ni itikafu almar'ati biduni idhni zawjiha, mwanamke kwenda kuketi itikafu pasi na idhni ya mumewe. Amejiendea tu yeye kuketi itikafu, mume mpigia simu, kwa wapi bana? Bana, mimi nimetoka nimekwenda itikafu, pasi na idhni yake. Hiyo ni nini? Ni haramu ile itikafu yake, pamoja na kusihi itikafu yake, au biidhni, au kwa idhni yake. Haya bana, nimekuruhusu, lakini ma khawfil fitna, pamoja na kuhofia fitna, inaweza kumpata fitna. Ni pahali sengine kuna kuwa mafichoni, faragha, wanaume wabaya kupita pita, kimwangalia ni mwanamke uko peke yake, wanaweza kufanyaje? Kumdhuru. Hapo hapajaaminika, hapajasalimika na fitna, basi hata kama mume amemruhusu, hiyo itakuwa ni haramu ile itikafu yake, na itasii itikafu yake. Kisha kuna haramu ma adam siha, haramu kukaa kwake itikafu pamoja na kutoswihi kabisa itikafu yake. Hili ni itikafu aljunubi wal haid, kuketi itikafu mwenye janaba na mwanamke mwenye haidhi. Mwanamke hafai akiwa katika ada yake kuketi wapi? Kuketi msikitini. Yenyewe haswa kuketi msikitini, hata kama si kwa nia ya itikafu haifai. Hata mwanamume mwenye janaba, hata kama hakuja kuketi si kwa nia ya itikafu, atafanyaje? Atapata madhara na haisihi itikafu yake. Kisha kunao masharti ya itikafu, na ni muhimu kuyafahamu masharti ya itikafu. Ya kwanza, sharti ya kwanza ni ania, ni ipatikane nia. Umeingia msikitini, basi tia nia ya kuketi itikafu, sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia innamal a'malu binniyat, nawaitu al-i'tikafa fi hadha al-masjid muddat iqamati hadhihi fi, nimetia nia kuketi itikafu muda ambao mimi niko hapa msikitini. Kwa hivyo utapata thawabu mpaka pale unapotoka msikitini. Na unapotoka msikitini, je, itabatilika itikafu yako au haitabatilika? Kuna tafsiri tutakuja kuielezea. Sharti ya pili, an yakuna fi masjidin khalisil masjidiyya, kama tulivyoeleza kule kwenye
kwenye kuielezea itikafu ni nini. Ni uwe msikiti ni halisi. Vipi msikiti kuwa ni halisi? Mfano kama hunu ni msikiti halisi, lakini uje ufanye nusu yake ni msikiti bana, mpaka hapa ni msikiti na mpaka hapa si msikiti, tutafanya ni eneo lingine, watu wakitaka kufanya biashara wafanye. Lakini kumbukeni wote ni sehemu moja, ni ukumbi mmoja, hiyo itakuwa haifai. Ukitiania itikafu hata pahali ambapo ni hapa ambapo pamesema ni msikiti, huku si msikiti, huu haitwi ni msikiti khalis uliokuwa halisi, haitosihi itikafu yako. Lakini kuna kauli ambayo wamesema yasihi itikafu ya mwanamke peke yake, lakini ikiwa katika nyumba yake amepaainisha pahali au sehemu katika nyumba yake ya kuswali. Katika nyumba yake ametenga pahali fulani, amekuandaa hapa ni kwa ajili ya kuswali peke yake. Akienda kwenye eneo hilo akitiania itikafu itakubalika, lakini hiyo ni kauli. Sharti ya 3, al-lukthu fihi fawqa tumaninati swala, kukaa au kuweko ndani ya msikiti kiasi cha tumanina ya swala. Na kiasi cha tumanina ya swala ni kusema subhanallah. Kwa hivyo kwa hivyo thawabu za itikafu hupatikana kwa muda mchache tu. Kwa hivyo ukaingia kuswali wewe, wanasema wanazuoni, hata kama umeingia msikitini na ukasahau kutiania itikafu, uko kwenye swala ukaikumbuka, waweza ukapitisha nia yako moyoni kuwa umetiania itikafu na utapata thawabu za itikafu. Hata kama wewe uko kwenye nini, kwenye swala, umeingia msikitini ukiwa umesahau kutiania itikafu, ukakumbuka na wewe uko kwenye swala ukatiania, itakubalika. Lakini usitamki, useme usitamke na uko kwenye swala na waitul itikafa, swala yako itabatulika pia, pamoja na khilafu katika hilo. Sharti ya 4 ni at-taharatu anil hadathi al-akbar, ni kutwahirika kutokamana na hadathi kubwa, janaba, hedhi, nifasi. Kwa hivyo ili isihi itikafu yako ni mpaka uwe umetwahirika kutokamana na hadathi kubwa. Ikiwa ni hadathi ndogo, waweza uketi msikitini na ukapata thawabu za itikafu. Mfano umetokwa na upepo uko msikitini na umetia nia itikafu, haibatiliki. Lakini hadathi kubwa ndio mushkili. Ya 5 ni al-aqlu. Sharti ya 5 ni mtu awe na nini, na akili. Mwendawazimu haisihi itikafu yake. Kaingia mwendawazimu ukamwambia tamka, kwanza nia pahala pake ni moyoni, na yeye si katika watu wa nia. Kwa hivyo haisihi itikafu ya mwendawazimu kwa sababu ya kukosekana nini, akili. Sharti ya 6, yani ya mwisho, ni al-islam, ni mtu kuwa Muislamu. Lau asiyekuwa Muislamu akaingia msikitini akatia nia ya itikafu, tukamfundisha bana, tia nia ni hivi, hatopata thawabu za nini, haitosihi itikafu yake. Kwa sababu sharti ya kusihi itikafu ni mtu awe ni nani, ni Muislamu. Tayeb, hapa laja suala, je, yafaa kwa asiyekuwa Muislamu kuingia msikitini au haifai? Utakuta baadhi ya misikiti wao wakikaribishwa wazungu, hata watu ambao si Waislamu kuingia msikitini, wengine wataka kuliangalia ile eneo, kupiga picha. Yafaa au haifai? Yafaa asiyekuwa Muislamu kuingia msikitini kwa masharti mawili. Sharti ya kwanza, an yakuna biidhni almuslim, iwe ni kwa idhni, yani ruhusa ya Muislamu. Ikiwa amejiingilia yeye mwenyewe hafai, lakini Waislamu tumemruhusu, muache aingie. Na kule kuingia kwake isiwe ataingia tu kama kuingia wapi, kanisani, aingie na viatu, aingie kwa nguo ambayo si adabu, haitakikani. Waislamu hapo watakana wafanyeje, wawe wazito, wakaze, kwa sababu hii inaweza kuleta fitna. Vua viatu vyako, vaa vazi ambalo ni la heshima, ingia, kwa sababu watu wakikuona ndani ya msikiti italeta nini, fitna katika hali ambayo si stara. Vua viatu, aingie kwa njia ya heshima, tumruhusu. Haya, sawa, ingia msikitini, haina neno. Hii imethibiti wakati wa Mtume sallallahu zama za Mtume kiwafunga baadhi ya mateka wapi, ndani ya msikiti wake. Na kuna baadhi ya watu kupiga mayori, haifai bwana. Ikiwa Muislamu mwenye janaba na huyo ni Muislamu, ana sifa ya kuwa ni Muislamu, haruhusiwi kukaa msikitini. Itawezekanaje asiyekuwa Muislamu aruhusiwe kuingia ndani ya msikiti?
Na msikiti mengine siku za harusi ndio wakiletwa wale kameramani wale na si Waislamu wakivuta video lile tukio la harusi. Si makosa. Takuwaje vipi? Huyu si mukallaf, lakini Muislamu ni mukallaf, amekalifishwa. Tofauti iko wazi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga mateka ndani ya msikiti na hawakuwa tena, si kwa kuwa na walikuwa ni mushrikina haswa makafiri, amewafunga ndani ya msikiti wake. Kwa hivyo si masala ya utesi. Sharti ya pili ni kama hivyo, amnul fitna, iwe pataaminika na fitna, isipokuwa ikiwa msikiti wenyewe ni Masjidul Haram, hiyo ndio haitofaa. Mpaka hapa tutakoma. Kuna sunna za itikafu, natumai insha Allah taala kesho tutakuja tutazielezea pia sunna za al-i'tikaf. Mwenyezi Mungu atujalie kwa haya mengi au machache. Wa min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.